Nenda katika mienendo isiyo ya kumfurahisha Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Ni jambo ambalo huzunisha mno, kwa ajili hangetaka hata mmoja wetu apotee, mkubwa kwa mdogo, hata watoto wachanga. Bwana asifiwe. Yeye alikuja kukusanya, yeye alikuja kutuita. Bwana asifiwe. Kila mmoja wetu ni kito, sisemi kitu, kila mmoja wetu ni kito cha maana. Yaani wewe ni mtu wa dhamana mno. Bwana asifiwe. Haleluya. Mbele za Mwenyezi Mungu, haijalishi vile wewe ulivyo, haijalishi kule umetoka, haijalishi kama wewe ni maskini ama si maskini, haijalishi kama jana umekula ama haukula. Bwana asifiwe. Lakini natumani ninao matumaini ya kwamba Mungu Baba leo hii atakupa jambo. Amen. Bwana asifiwe. Kwa ajili ya yule Yesu Kristo aishie milele na milele, alikuja kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Hebu tufungue tu hapo Yakobo 2. Leo hii dada na ndugu katika Kristo Yesu, nataka kuonyesha umuhimu wako mbele yake Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Umuhimu wako mbele yake Yesu Kristo. Haleluya. Na vile Bwana wetu Yesu Kristo anavyokuinua. Bwana asifiwe. Anavyokuinua wewe leo hii, hata jana, hata wakati ulipookoka. Dada na ndugu, hujaachiliwa, hujatelekwa, haja kutupa. Bwana asifiwe. Bwana yu karibu nasi zaidi kuliko hata mbeleni. Hebu soma tu brother, tuje katika maandiko kwa haraka hapo 2. Nenda kufu igire na githungu ndibuku ria James. Ajo afafa hauhoro wa witikio uria wagwitikia mwathani witu Jesu Kristo owe mwene ririri, tigai kuwitikia mugitiagira andu mauthi, tondu riri kungiuka thunagogi yanyu mundu wina gicuhi gia thahabu na ehumbite nguo thakari, na ningi gucoke guke mundu muthini wehumbite nguo thuku ri, na inyue mutie ucio wehumbite nguo iria thaka, mumwire atiri weri ikarathi handu haha hega, na mwire ucio muthini atiri weri rugama haria kana riri ikarathi haha maguru-ini makwa ri, githe mutikoragwo mwena ngurani thiini wanyu, na mugatuika atuiri andu mukire na meciria moru. Ariũ a baba, inyuĩ nyenda muno, tathikĩrĩriai, githe Ngai ndagĩthurire andũ arĩa marĩ athĩni gũkũ thĩ matuĩke itonga ũhoro-inĩ wa wĩtĩkio, na matuĩke a kũgaĩrwo ũthamaki ũrĩa erĩire arĩa mamwendaga. Ĩndĩ inyuĩ nĩ kũmenereria mũmenagĩrĩria ũrĩa mũthĩni. Itonga rĩ, githe ticio imunyariraga, ikamũgucĩrĩria na hinya ikamũtwara cira-inĩ. Ningĩ rĩ, ticio icambagia rĩtwa rĩrĩa rĩ gĩtĩo o rĩrĩa mwĩtanagio narĩo. Rĩu rĩ, mwakorwo nĩ mũhingagia watho ũrĩa mũtue nĩ mũthamaki, o ũrĩa wandĩkĩtwo maandĩko-inĩ atĩrĩ, enda mũndũ ũrĩa ũngĩ o ta ũrĩa wĩyendete mwene rĩ, nĩ mwĩkaga wega. Ĩndĩ mwakorwo mũtĩagĩra andũ maũthĩ rĩ, nĩ kwĩhia mwĩhagia, na mũgatuo nĩ watho ũcio atĩ mũrĩ agarari watho. Nĩ ũndũ mũndũ o wothe angĩkorwo arũmagia watho, no akahĩkwo nĩ kaũndũ kamwe kaguo, mũndũ ũcio atuĩka ta mũndũ ũhingũrĩte mĩhingo ya guo yothe. Amu ũrĩa woigire atĩ ndũkanatharanie nowe woigire atĩ ndũkanoragane. Rĩu rĩ,
ona ukikorwo ndugutharania no ni kuragana ukuragana ni ugituikite mwagarari waro. Aragiai ona mwekage maundu manyu mukimenyete ati muri agutwirwo cira na watho uria utari wa ukombo, ni undu mundu uria wagite kuiguanira tha niwe ugatwirwo cira ate kuiguirwo tha, nacio tha nicirahaga ni undu wa gutoria cira. Soma kwa Kiswahili brother. Ndugu zangu, imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wa utukufu, msiwe nayo kwa kupendelea watu. Maana akiingia katika sinagogi lenu mtu mwenye pete ya dhahabu na mavazi mazuri, kisha akiingia na maskini mwenye mavazi mabovu, nanyi mkimstahi yule aliyevaa mavazi mazuri na kumwambia, keti wewe hapa mahali pazuri, na kumwambia yule maskini, simama wewe pale, au keti miguuni pangu, je, hamkufanya hitilafu mioyoni mwenu mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu? Ndugu zangu wapenzi, sikilizeni. Je, Mungu huwachagua masikini wa dunia wawe matajiri wa imani na warithi wa ufalme aliyowaahidia wampendao? Bali ninyi mmemvunjia heshima maskini. Je, matajiri hawaonei nyinyi na kuwavuta mbele ya viti vya hukumu? Hawalitukani jina lile zuri mliloitwa? Lakini mkiitimiza ile sheria ya kifalme kama ilivyoandikwa, mpende jirani yako kama nafsi yako, mwatenda vyema. Bali mkiwapendelea watu, mwafanya dhambi na kuhukumiwa na sheria kuwa wakosaji. Maana mtu awaye yote atakayeishika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja, amekosa juu ya yote. Kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Basi ijapokuwa hukuzini lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Semeni ninyi na kutenda kama watu watakaohukumiwa na sheria ya uhuru. Maana hukumu haina huruma kwake yeye asiyeona huruma. Huruma hujitukuza juu ya hukumu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yakobo mtumwa wa Mungu na wa Bwana Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Na unaona ya kwamba ananena vema kuhusu hali ya kuwa maskini, lakini kuna utajiri ambao tumepokezwa. Bwana asifiwe. Amini. Nimesema Yakobo mtumwa wa Mungu na wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu, imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wa utukufu, msiwe nayo kwa kupendelea watu. Bwana asifiwe. Haleluya. Jambo hili ni kanyo. Bwana asifiwe. Jambo hili ni ushauri. Ndugu zangu, imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wa utukufu, msiwe nayo kwa kupendelea nini? Watu. Bwana asifiwe kanisa. Usimpende huyu ukamchukia huyu. Bwana asifiwe. Haleluya. Usiseme wewe ni mwokovu na ukisha kuwa mwokovu huwezi kuwa na mtu ambaye hajaokoka. Bwana asifiwe. Haleluya. Haitakwambia usegregate. Bwana asifiwe. Hata kama tumeambiwa tuchague marafiki wetu vizuri, haitakwambia huyo mtu ni mbaya. Bwana asifiwe. Usihukumu nao usije kahukumiwe. Bwana asifiwe. Kile tumepokezwa tusiwe hii jambo ambalo tuko nalo la wokovu ila kuhukumu watu wengine. Bwana asifiwe. Haleluya. Akazidi kusema, maana akiingia katika sinagogi lenu mtu mwenye pete ya dhahabu na mavazi mazuri, kisha akaingia na maskini mwenye mavazi mabovu, nanyi mkimstahi yule aliyevaa mavazi mazuri na kumwambia, keti wewe hapa mahali pazuri, na kumwambia yule maskini, simama wewe pale, au keti miguuni pangu. Bwana asifiwe. Jambo hili mshaliona, si ni kweli? Si mshaliona? Hata labda hata dakika hii patokee jamaa anatumbo hapa au ni miguu hapa ingie na asimame pale hivi, utaona wengine wakianza kuwa na kiwewe hapa kule ataketi. Bwana asifiwe. Na hapo na handkerchief
Badala panguze jasho hapa na panguza hapa ngata. Bwana asifiwe. Ni kweli mambo hayo hufanyika. Bwana asifiwe. Uone mtu amevaa vizuri, wewe hata utamuongoza hata kama ni Asha, I have seen it. Bwana asifiwe. Eti aje akae mahala pale ataonekana vizuri, hapo na amevaa katwili ama ni three piece ama ni bow tie na amevaa ana shine utaweza ambia mtu mmoja hapa, wewe nani, ondoka ukaketi, si aketi chini. Bwana asifiwe. Wacha niwaambie dada na ndugu, nilikuwa mahali na tulikuwa na Pastor Joyce na wengine, nikaambiwa mchungaji, viti vya wachungaji ziko pale. Bwana asifiwe. Nikaona mtu anaenda kuamshwa, wewe toka hapo. Nikawaambia hapa pananifaa. Bwana asifiwe. Nikaambia hakuna kiti ya mchungaji na ile sio ya mchungaji. Bwana asifiwe. Kiti ni kiti, bora nisikie kiti. Hapana, wanaketi pale. Tulikuwa kwa mazishi mahali. Bwana asifiwe. Mama alikuwa hapo, alisema ni yale. Bwana asifiwe. Ni kama hapa sipumui. Bwana asifiwe. Si kwa sababu ya uchungaji. Yule ana makalio kama yangu akae chini. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Yule ako na makalio kama hapa, nimeketi nasikia manake wameweka loudspeakers. Na mimi katika mazishi haya si mimi nazikana, mimi nimehudhuria. Bwana asifiwe. Lakini ni kwa heshima tu, na ndio neno kaketi kwa sasa. Huyo ameketi hapo, usimuamshe, wacha nikae hapa, hiyo kiti chake. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini sisi kwa hukumu. Mbona uangalie mtu fulani mwambie simama? Haufai kufanya. Na Mungu Baba hatuangalii hivyo sisi. Mungu Baba hatuchukui bila unavyonichukulia au bila unavyokuchukulia wewe. Bwana asifiwe. Unaona, wewe unaangalia dhahabu, wewe unaangalia mali, wewe unaangalia mavazi, wewe unaangalia kimo cha huyo mtu. Bwana asifiwe. Lakini Kristo Yesu leo hii atutazami na mtazamo kama huo. Bwana asifiwe. Wewe ndiwe mtu wa maana zaidi. Wewe ndiwe wa kwanza. Haleluya. Si kwa sababu atiniende mahali. Wajua niliona hiyo kitu ikifanyika mahala pia nikaambia jamaa, no. Si kuja hapa si pesa niko nazo mfukoni. Mtu ameniangalia akaona nimealikwa mahali, napewa mahali nikae. Wakajua hapa kuna pesa na niko na kipepeo kwa mfuko. Bwana asifiwe. Nilikuwa na kipepeo. Nilidanganyana ati nimefunga. Bwana asifiwe. Nilidanganyana ati nimefunga, nimefast. Naambia wenye huko nimefunga. I understand. Basi kunywa soda. Sababu kule watu walikuwa wanakula makuku, mbuzi huko, upande mwingine ni ng'ombe, kile unataka kula ndio ulikuwa unapewa. Nikikumbuka kwangu hakuliwi hivyo. Mfuko wangu kuna kipepeo. Nikajifunga siku hiyo, nikasema sitakula. Nikula kuenda nyumbani na toothpick. Nikiangalia mzee Kinyo hapa hajakula nyama. Nikiangalia mwingine hajala. Lakini mimi nimekula. Utakula kanini sitakula kanini, sisikii vizuri na nishibe. Bwana asifiwe. Nilidanganyana. Kwa mama moja alikuwa huko Dendegwa, nilialikwa. Na sina fedha. Na ningekataa kwenda, angelisema nimekataa kwa sababu alikuwa anaona jamaa huyu mali yako nayo. Bwana asifiwe. Lakini ukweli wa mambo mimi ndani yangu, isipokuwa hivyo nilidanganya nimefunga, lakini sikio nilifunga. Bwana asifiwe. Mimi sikio nilifunga sababu sikula. Bwana asifiwe. Nimwambia nimefunga na sikula. Watu wakimwajua ni mafuta huko ya mbuzi akikula mbavu, mimi nilikuwa naangalia tu na meza. Akimeza na meza. Wakati watu waliamka kuweka kwenye utepe umetoka hapa mpaka pale, watu wanatoa tingilia kununua tai.
Hapo natajwa bwana nani? Nani? Mtu anatoka pale anaenda anaweka hiyo pale mwisho wa tape 1,000 au 2,000 na mitai. Mtu anaenda Australia. Sasa inaenda kununuliwa zaidi ya 40,000. Bwana asifiwe. Sasa hivi nafikiria vile ndio nitatoa hiyo noti kama 2 ili iweke kwa mfuko. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ushaona zimewekwa pale ukasema heri niende nitoe niende. Lakini wananijua. Bwana asifiwe. Nikasema Mungu Baba, wewe ndio uko pamoja nami hapa. Haleluya. Nikawaambia niko na maombi. Mwenye huko akaniambiaje? Na mbona huku tuambia kuna watu Baba kuna maombi nao na sisi tuje tuombe? Siku anajua mtaweza kuja. Bwana asifiwe. Nikaenda, lakini kifika nyumbani kwangu nilikuwa na kilio. Bwana asifiwe. Sikutoa kitu, lakini ya kweli ni hii. Sikuwa nacho, lakini my presence was felt there. Bwana asifiwe. Kwenda kwangu kule walikuona kukiwa kwa maana zaidi. Bwana asifiwe kanisa. Kwa hivyo tusiangalie mtu mwenye mavazi mabovu. Kristo leo hakuangalia wewe uko na mavazi mabovu. Hakuangalia uko na viatu zinashine. Hakuambii wewe uko na dhahabu. Hakuambii wewe uko na almasi. Hakuambii wewe uko na shanga shingoni mwako. Bwana asifiwe. Yeye vile vile wewe ulivyo. Haleluya. Nimekwambia wewe ni kito, sio kitu cha dhamani. Bwana asifiwe. Na anasema hivi. Mnapohakikisha yakaingia maskini mwenye mavazi mabovu, nanyi mkamstahi yule aliyevaa mavazi mazuri na kumwambia keti wewe hapa mahali pazuri, na kumwambia yule maskini simama wewe pale au keti miguuni pangu. Je, hamkufanya itilafu mioni mwenu? Hamjakosea? Hamjatenda uovu? Mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu. Bwana asifiwe. Kwa kumwambia yule toka pale wewe kama uketi pale, kwa sababu wewe una mavazi mabaya na yule amevaa hivi. Bwana asifiwe. Naenda mazishi wakati mwingine. Tumesimama tukasikia kwamba watu wa kule maushago tulikuwa tumeenda hiyo mazishi wamekaa. Gari ile inaleta chakula hajapikiwa huko, ni outside caterer. Bwana asifiwe. Makuku, michele, machapati imeletwa. Kukaangua hivi, wakati watu waliangua chakula kiko pale, unajua nani walikuwa kwanza? Wale watu wa ushago walikuwa huko, unaona watu wamepinyana hivi. Yaani wafikie zile kuku. Wakaambia nyie ondokeni hapo. Watu wa Nairobi kwanza, wageni. Bwana asifiwe. Na kuambia ilikuwa ni aibu. Unaona wale watu walikuwa wamekaa pale, wamekaa hivi na kulikuwa na mtu hapa na sahani. Hakuwekewa. Wageni na wale kutoka mbali na Nairobi kwanza waje, au kwa watu wanaondoka hivi. Huyo mtu anakaa sasa hivi. Unafikiri ukienda kuchukua huko atakuuma? Bwana asifiwe kanisa. Nikaambia huyo aje. Hakuna wa Nairobi na hakuna wa hapa. Bwana asifiwe. Hii nyumba ni watu wa Nairobi, hii ni wenyeji wakae huko. Unakuta getheri haina kitu, huku ni machapati. Bwana asifiwe. Ni kama hauna tumbo, ni kama hauna meno ya kutafuna yale makuku. Bwana asifiwe. Nataka kuambia nini leo hii dada na ndugu? Mahala Mungu amekutengenezea ni zaidi ya huyo tajiri. Bwana asifiwe. Mahala Mungu amekutengenezea ni zaidi ya huyo amevaa mapete na ushanga wa dhahabu. Bwana asifiwe. Kwa sababu anakuja kufanya jambo lingine nzuri leo hii ndani yetu. Je, hamkufanya hitilafu mioni mwenu kubagua mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu? Ndugu zangu wapenzi, sikilizeni. Je, Mungu hakuwachukua maskini wa dunia wawe matajiri wa imani na warithi wa ufalme aliyowaahidia wampendao? Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa hapa picha yako inaanza kutokea. Bwana asifiwe kanisa. Wale wamenionea kuniona mimi sifai kitu, mimi si kitu. Haya, picha yangu mbele ya Mwenyezi Mungu sasa imeanza kutokea. Haleluya. Yes, Mungu au Yesu hakuja kwa matajiri. Alikuja kwa maskini na wahitaji. Alikuja kwa wale ambao hawana, wawe nayo. Bwana asifiwe. Lakini sio hii ya dunia peke yake. Kuna jambo lingine zaidi. Je, dada na ndugu wajua leo hii
wewe ni mrithi pamoja na Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Ufunuo wangu leo hii, mimi ni mrithi pamoja na Kristo Yesu. Nobody is going to stop it. Bwana asifiwe. Hakuna yule atasimamisha. Bwana asifiwe. Sio wewe, si ndugu yangu, si mke wangu, sio watoto wangu. Bwana asifiwe kanisa. Sisi tuwarithi pamoja na Kristo. Ndugu zangu wapenzi, sikilizeni. Je, Mungu hakuwachagua maskini wa dunia wawe matajiri wa imani? Kwa sababu leo hii imani yangu hauwezi kuitikisa. Wewe kama yako inakuwa shaken wakati mwingine, wakati mwingine, hiyo ni shauri yako. Tumekuwa matajiri wa imani na nini? Na warithi. Bwana asifiwe. Heirs to the throne. Hallelujah. Wa ufalme aliowahidia wampendao. Aliahidi kitu kwa wale wampendao. Bwana asifiwe. Hallelujah. Aliahidi kitu kwa wale wampendao. Waweza kuwa ni maskini lakini haupendi, hauna urithi. Bwana asifiwe. Amen. Aliwaambia tajiri, uza mali yako kanifuate. Huyo jamaa kaona la, siwezi nikatenda jambo kama hili. Bwana asifiwe. Leo hii hata nikwambie ni utajiri tutauza. Bwana asifiwe. Tuuze ama tuache utajiri wa uovu. Bwana asifiwe. Wa kutenda jambo lisilofaa kwa ndugu yako au kwa dada yako au kwa rafiki yako wa karibu au kumhukumu. Bwana asifiwe. Tuache huo. Haleluya. Na tumpende mwana, naye Mungu Baba atatupenda, naye wote watatu watatupenda na watakuja kwetu. Bwana asifiwe kanisa. Je, Mungu hakuchagua maskini wa dunia wawe matajiri wa imani na warithi wa ufalme aliowahidia wampendao? Kwa hivyo kuna utajiri wa imani maskini wa dunia wawe matajiri wa imani na warithi. Bwana asifiwe. Tuwe na imani na tuwe warithi wa ufalme aliowahidia wale wanaompenda, si kwa mdomo tu, kwa mioyo yao yote. Bwana asifiwe kanisa. Si mtu wa touch and go, sio mtu wa kuguza na kwenda. Ni touch and stay. Bwana asifiwe. Haleluya. Niwaambie siri, kuna watu huchukuana katika ndoa. Bwana asifiwe. Come we stay. Si kweli? Njoo tukae. Na huyo mtu haujui kama ameolewa ama hajaolewa. Si kweli? Lakini hao watu wanaona wamekaa mwaka moja, mwaka mbili, hivyo. Baada ya miaka mingine unaanza kuona vita, mangumi, mateke. Unashindwa walioana. Mwingine anasema wewe ni mamangu alikuleta huko. Hapo kuna haleluya. Si ndio? Hakuna haleluya. Na hata ukijua wewe ni wewe, sio? Hata ukijua ni wewe. Bwana asifiwe. Hakuna hapo haleluya. Si ndivyo? Lakini unajua kwamba kile uendelea. Come we stay. Wanakaa pamoja, ni wapenzi, mtoto na mwingine. Lakini watu hawa wakionekana ni bibi na bwana, sivyo? Siku nyingine huyo mtu atatoka au mwanamke atatoka, hata siku anakutaka. Mamangu ndio alikuleta, sababu alijua mamako, si ndivyo? Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. I hope I'm not stepping on toes, Si point mtu fulani, lakini kama unajisikia uko hapo katika hiyo bracket, sema haleluya. Amen. Mimi naweza sema haleluya. Kile nakwambia ni hiki. Kwa Yesu Kristo hakuna come we stay. Kwa nini? Wajibu leo hii. Kama tunaitika binti za Yuni, Bwana asifiwe. Si ati come we stay, come we live together. Bwana asifiwe. Milele na milele. Ndoa yetu na Kristo Yesu ni ya milele na milele. Bwana asifiwe. Ndoa yetu na Kristo Yesu ni ya milele na milele. Si uliona nani akicheza, anaitwa nani yule? Anaitwa nani? Profesa Hamu. Kuna mtu alijaribu kutoka kwa chama moja akaenda kwa chama kingine, akasema kuna mtu aliingia
akaingiza mguu akamunya. Uliona? Na alikuwa sema munya fulani. Bwana asifiwe. Akiingiza mguu akamunya, manake walikataliwa. Bwana asifiwe kanisa. You edit. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwa Yesu Kristo sio kuingiza mguu na kumunya. Bwana asifiwe. Ingiza mguu, ule na Bwana, naye ale na wewe. Anywe na wewe, naye unywe na yeye. Aketi nawe pia aketi nawe. Bwana pesifa. Ni ndoa isiyoweza kuvunjika. Ndiposa nitike binti za Yuni. Bwana asifiwe. Haleluya. Sisi ni mwana kondoo. As much as sisi wenyewe ni wanadamu, sisi ni wana kondoo na tumeingizwa katika zizi lake. Ulipoamini ni kama kutia pete kidoleni mwako, nimeolewa na Kristo Yesu na sitaja muacha. Mbona amekwambia mpende Bwana wako kwa nguvu zako zote na kwa mwili wako wote na kwa mali yako yote. Bwana asifiwe. Kama hakuwa na haja na wewe, na alishuka toka mbinguni kwa ajili wewe ulikuwa hauwezi. Wale walikuwa wanaweza, hakuja kwa wao. Haleluya. Hakuja kwa matajiri hao, alikuja kwa hao maskini ambao ni wahitaji. Bwana asifiwe. Lakini sisi tunawabagua. Haijalishi mmoja wetu hapa ameketi namna gani, haijalishi mmoja wetu hapa analala wapi, but yeye ni mwana kondoo. Bwana asifiwe. Ako katika hili zizi. Haijalishi kama ananuka ama hanuki. Hello. Bwana asifiwe. Haijalishi kama ananuka ama hanuki, yeye ni mwana kondoo. Wastahili umpe heshima kama yule ako na fedha na dhahabu. Bwana asifiwe. Hata zaidi umpende na umkumbatie. Bwana asifiwe. Lakini tuna hata wengine, mtu anapewa sahani na mnatembea na yeye kabisa kabisa. Kuna yule anapewa sahani nzuri, wewe mkariri na hapo, enda na huko kakule na hapo. Unaona hivyo? Haleluya. Na hata kama ulikuwa umeweka nyama kubwa unatoa, mpe sawa sawa na yule. Do you know leo hii Mungu Baba anapatia huyo maskini zaidi yako wewe? Unajua? Ajua hivi? Anampa zaidi yako wewe. Maana yule maskini ni mnyenyekevu. Yule maskini haringi. Yule maskini hulilia Mungu wake. Angalia yule anaitwa Lazaro aliyekuwa akishindana vyakula na maumbwa. Na tajiri anakula. Naye hapa chini ya meza anashindana na umbwa kula. Bwana asifiwe. Alikuwa hawezi. Alikuwa hawezi. Lakini yule tajiri, yale makapi, yale mabaki wanapigania hapa chini na umbwa. Lakini alipokufa tajiri, alienda wapi? Alienda heri. Bwana asifiwe. Yule naye akapaa pale akakaa katika kifua cha Abrahamu. Akimwangalia kule chini, tajiri likungua na ungua. Anamuomba yeye yule aliyemnyima hata tone la maji liguze ulimi wake. Si ni kweli? Manake maskini umetukuzwa. Bwana asifiwe. Wewe maskini umetukuzwa. Wewe maskini umeinuliwa. Na hujainuliwa pia hapa, sio kule tu mbinguni, hata hapa duniani umeinuliwa. Bwana asifiwe. Mwanamke mmoja maskini zaidi na alikuwa tena ni mjane. Ndani ya sinagogi alitoa zile fedha aliyokuwa nazo. Bwana Yesu Kristo akashangaa. Ati huyu ametoa vyote alivyokuwa navyo, utajiri wake wote, na yeye ni maskini na yeye ni mjane. Bwana asifiwe. Akasema wengine wanatoa kwa sababu ya wingi, lakini yeye yule aliyetoa hiyo kidogo na alikuwa hana ingine, atiende ametoa nyingi. Hebu angalia. Yule anainuliwa mahala pale pale alipokuwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna jambo ndani ya maskini. Bwana asifiwe. Kuna jambo ndani ya maskini. Kuna jambo katika uhitaji. Kuna jambo katika hali ya njaa ya roho. Bwana asifiwe. Manake leo hii Kristo Yesu anakuja kukushibisha. Leo hii anakuja kukunywesha. Leo hii anakuja kuinua kutoka katika kile kiwango ulicho apeke katika kiwango kingine. Haleluya. But you're going to do something. Kuna kitu mtafanya. Mwaga hiyo maringo yako. Bwana asifiwe. Mwaga hayo maringo yako yote, ikanyagie chini. Haleluya.
jivue, vaa magunia ya kiroho, jipakae majivu ya kiroho. Mfalme Daudi alipokosea Bwana alitenda vivyo hivyo, akavua mavazi yake ya kifalme, akaweka magunia na majivu na akaenda mbele yake, ili asiende mbele ya Mwenyezi Mungu akiwa kama mfalme. Bwana asifiwe. Hebu sikizeni, asiende kama mfalme, aende kama mhitaji. Bwana asifiwe. Hiyo ndio ufunuo wa Daudi. Alivua mavazi yake ya kifalme, akatoa taji yake, akaweka yale mafuta chini, akavika gunia, akajipaka majivu. I am nothing. Mimi si kitu mbele ya Mungu. Bwana asifiwe. Mimi si kitu mbele ya Mwenyezi Mungu. Yes, mimi ni mfalme wa Israeli, lakini mbele ya Mungu wangu na Muumba wangu mimi si kitu. Bwana asifiwe. Na alitoka mavumbini, akajivika mavumbi. Haleluya. Akajivika mavumbi, magunia kavaa, akose ile hadhi. Natumai mnaelewa ile hadhi ya kifalme, akose. Bwana asifiwe. Na ilipokosekana, alienda mbele ya Mwenyezi Mungu katika hali ya uchochore na katika hali ya umaskini, kwa sababu sasa ameonyesha Mwenyezi Mungu, mimi sio mfalme, mfalme ni wewe. Bwana asifiwe. Haleluya. Mimi sio mfalme, mfalme ni wewe. Na ndiposa nimevua haya yote, nikajivaa magunia, nikajipiga mavumbi, kwa sababu mimi ni mavumbi. Bwana asifiwe. Na ndiposa naja mbele zako ili nianze nawe tena upya. Haleluya. Bwana asifiwe. Nianze pamoja nawe upya, aende akiniokoa, aende akinisafisha, aende akinisimamisha, kisha ile taji aliyonivika anivike tena upya. Bwana asifiwe. Na maombi yake Daudi yakasikika. Bwana asifiwe. Daudi hakuwa kidogo. Daudi alielewa jinsi na namna ya kwenda mbele yake Mwenyezi Mungu. Lakini sisi tunabagua. Ati nyumba ya ule wezi ingia, nyumba yule utaingia. Ani ushirika mwenzenu. Bwana asifiwe kanisa. Nyumba ya ule utaingia, ya huyu utaingia. Sababu unaona huko utaenda kula. Si ndio? Halo? Bwana asifiwe. Amen. Kuna amen? Hakuna amen? Amen. Hakuna haleluya? Amen. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe. Katika ile hali ya kupenda, Yesu Kristo tuambiwa hivi, hakuwa na mahala paka alisema hii ni nyumba yangu. Bwana asifiwe. Hakuwa na mahali pa kuwekelea kichwa chake, hakuwa na godoro, hakuwa na pilo. Lakini mahala alifika, alipafanya hapo nyumbani kwake. Bwana asifiwe. Hakuwa na uzuri wowote, hakuwa na kitu ya kujivunia. Bwana asifiwe. Na ukijua ulimwengu ni wa babaye. Haleluya. Je, sisi? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Huyu Mungu aliyetuchagua, maskini wa dunia wawe matajiri wa imani na warithi wa ufalme aliowahidia wampendao, bali ninyi mmemvunjia heshima maskini. Je, matajiri hawaonei ninyi na kuwavuta mbele ya vitu vya hukumu? Matajiri hawaonei? Ni wapi leo hii unafanya kwa tajiri kitu fulani kipotee, si utatusiwa? Matusi utatusiwa. Hapo utakuwa hujui kuoga. Bwana asifiwe. Kuna mtu nafahamu, lakini wacha niachizo kwenda sehemu hizo. Niwaambie, wakati tunaonea watu wengine, vivyo hivyo ndivyo tunavyoonewa nasi. Bwana asifiwe. Na matajiri hawa tuambua hivi, wanatuvuta katika viti vya hukumu. Ni kweli wanatufanya vile. Hawalitukani jina lile nzuri uliloitwa, mnatukana. Wewe kila siku ni kuomba. Bwana asifiwe kanisa. Wewe kila siku usema siwezi kufanya hivi sababu ya hii. Anawatukana, hajali. Yeye anadhamini pesa zake. Wewe wakati ule unadhamini
Kristo Yesu kama Bwana na Mwokozi, anakuja na kutukana pamoja na lile jina uliloachiwa hapa chini ya jua. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yasema hivi, je, hawalitukani jina la lile nzuri mliloitwa? Lakini mkitimiza ile sheria ya kifalme, mkitimiza ile sheria ya kifalme kama ilivyoandikwa, mkitimiza ile sheria ya kifalme kama ilivyoandikwa, mpende jirani yako kama nafsi yako, watenda vema. Bwana asifiwe. Sheria ya nini? Ya kifalme. Mkitimiza hiyo sheria ya kifalme kama ilivyoandikwa, mpende jirani yako kama nafsi yako, vile unavyojipenda wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Lakini kuna wengine hawataki kuona huyu jirani. Jirani yako sidhani tu ni yule ambaye yuko pale kwako nyumbani, lakini mnajua kuna jirani wengine ni wabaya, sivyo? Sistahili kumuonyesha ubaya wangu, sistahili kumuonyesha ubaya. Aenda kwa yuko hapa kando yako mlevi sana, anatukanana binanda usiku mpaka saa 8 za usiku, hata hajali kama mko na watoto wadogo. Maneno yao wanazungumza huko matusi mazito mazito. Bwana asifiwe. Sio hiyo. Yesu najua anatenda yale. Hiyo ako katika ufalme wake. Lakini ufalme wangu ni upi? Ufalme wetu ni wa upole. Bwana asifiwe. Ufalme wetu ni wa Yesu Kristo, wa kupenda. Ufalme wetu ni wa kukusanya. Bwana asifiwe. Ufalme wetu ni wa kurudisha pamoja. Ufalme wetu ni wa kuiana radhi. Bwana asifiwe. Aliyekukosea msamehe. Haleluya. Naye pia vile vile akutendee vivyo hivyo. Bwana asifiwe. Tungelikaa kama watu hapa dunia. Tungelikaa kama watu hapa dunia. Mtu leo hii aje akuwezeke kofi kiasi fulani, au umwambie akuchape hii uanguke chini, au mwambie rudia ingine hapa hivi. Sidhani kama utaweza hiyo. Waweza? Waweza? Hebu tuone watu wa Kristo. Unaweza? Jamani akuweka tu moja paka mate aruke huko, au mwambie weka hii ingine. Unasikia watu wasema haiwezekani. Utamgarua, sivyo? Haleluya. Ndio. Lakini kuna kofi nyingine ya aina nyingine. Bwana asifiwe. Kuna wacha niambie kofi nyingine. Usije ukasimamane na mtu. Kuna wokovu wengine weka Kristo chini tuonane. Bwana asifiwe. Hiyo ni kofi. Nitaweka Kristo chini tuonane. Ndio koruma. Wewe umekuita hii na unamuita hiyo hiyo. Paka unajulikana kwenye kule unaishi. Huyu mama, huyu mwanaume, manake matusi kule ndio hayo. Haleluya. Hebu siku moja tusije tukadanganyane. Bwana asifiwe kanisa. Tusije tukadanganyane eti fulani wa fulani amekufa na Rogano yule inapendwa sana. Alikuwa madheki kwa watoto wao, kwa mama yao, alikuwa analisha kondoo na mbuzi vizuri. Si ndio? Maisha yake kusoma, alikuwa anasoma hivi na hivi na hivi na hivi. Haleluya. Lakini hapa pengine pali panajulikana wasemu hivi. Bwana asifiwe. Alikufaje? Ndoari. Inaandikwa hapo. Mwili ulianza kumsumbua mwaka huu, akafa siku hii. Na wewe ulisumbua mwili kutoka lini? Wewe ulisumbua mwili wako kutoka lini? Bwana asifiwe. Ndiposa mwili wako uretaliate. Ndio posa mwili wako uanze pia kukuataka. Wewe ulisumbua mwili wako. Sababu si wanika hivyo, si kweli? Alikuwa mtu mzuri, alikuwa mtu mtiifu, alifanya utotoni na mambo kama yale. Na alipokuwa nini alifanya kafa? Kama ni risasi, wewe sema ni risasi. Kama amekuuawa kwa mapanga akiiba, unasema ndoari. Siwali hapo ndoari ya panga. Si ndio? Andika
Suruali yake sickness was katakatwa. Sivyo? Wanasifiwe kanisa. Natenda vema, lakini wema wangu umekuwa kwa mwili watu. Lakini bali mkiwapendelea watu mwafanya dhambi na kuhukumiwa na sheria kuwa wakosaji. Bwana asifiwe. Lakini mkitii ile sheria ya kifalme kama ilivyoandikwa, mpende jirani yako kama nafsi yako, watenda vema. Bali mkiwapendelea watu, tukiwapendelea watu, just because wewe ni rafiki yangu, mwafanya dhambi na kuhukumiwa na sheria kuwa wakosaji. Bwana asifiwe kanisa. Nisipendelee huyu nimpende yule. Bwana asifiwe. Leo hii tumeketi hapa kama brothers and sisters in Christ. Jambo likitokea hapa, sisi ushikana pamoja. Bwana asifiwe. Na siwezi toa kitu ati ule nimemtolea nyingi, ule nimemtolea kidogo, ama ule nimempatia kikubwa, ule nimempatia ati chache. Bwana asifiwe. Vile vile tulivyo hapa ndugu na dada katika Kristo Yesu, na kama vile mitume walivyoishi, ndivyo inapasa nasi tuishi. Bwana asifiwe. Kilio cha yule, hebu kiwe ni kilio chako. Kicheko cha yule, wacha iwe kicheko chako. Bwana asifiwe. Ukiona ndugu yako amebarikiwa, ukiona ndugu yako ametoka katika mavumbini, usimwangalie vibaya, furahia. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Kausingizi. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ukiona ndugu yako amebarikiwa na alikuwa yuko chini mavumbini, furahia, kwa sababu huyo ndugu hata kusumbua tena. Bwana asifiwe. Mwambie Mungu ni asante. Ambia Mungu asante kwa kumbariki. Usiseme ameringa, usiseme anajifanya. La. Mungu ndiye amembariki. Bwana asifiwe. Mungu ndiye amefungua huo mlango uliokuwa umefungika. Wewe ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Na wakati unarudisha shukrani kwa Mwenyezi Mungu, unafanya vema. Mjali. Amen. Mjali yeye yule. Bwana asifiwe. Kuna mambo kadha wa kadha ambayo siwezi kushinda kuingia ndani yake, lakini hayo yote ni mambo yamefanyika. Maana mtu awaye yote atakayeishika sheria yote, uishike sheria yote, uishike torati yote, ili akijikwaa katika neno moja katika sheria, amekosa juu ya yote. Ushike sheria yote, lakini ukosee tu mmoja, umekosea zote. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Umekosea yote. Ukikosea moja yake hizo sheria au hiyo torati, Yesu Kristo akasema, Yesu tunasema kuhusu torati, tuliambiwa hivi na hivi, lakini akasema ukikosea from A to Z, ukosea moja hizo, umekosea yote. Kwa ajili ya nini? Sisi tumepewa neema. Bwana asifiwe. Tumepewa grace ya Yesu Kristo, lakini si tuitukane. Tumepewa nafasi. Ndivyo hapa nimetenda hivi, nina wakati wa kurudi kwake. Amen. There's a grace period hapa hivi. Nimepewa neema ili nimrudie, aweze kuniokoa tena upya. Bwana asifiwe. Aweze kunisafisha. Haleluya. Kwa maana yeye aliyesema uzinzi pia alisema usiue. Basi ijapokuwa hukuzini lakini umeua, umekuwa kwa sheria. Bwana asifiwe. Kwa hivyo umezini na umeua, zote ni dhambi. Bwana asifiwe. Umevunja sheria. Amen. Huwezi kusema yes, nimeua lakini sikuzini, kwa hivyo kuua iwe tini haki. La, zote ni mbaya. Bwana asifiwe. Zote tumevunja sheria mbele yake Mwenyezi Mungu. Haleluya. Semeni nyinyi na kutenda kama watu watakao hukumiwa kwa sheria ya uhuru. Bwana asifiwe. Semeni nyinyi na kutenda kama watu watakao hukumiwa kwa sheria ya uhuru. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Maana hukumu haina huruma kwake yeye asiyeona huruma. Bwana asifiwe. Hukumu haina huruma kwake yeye asiyeona huruma. Huruma hujitukuza juu ya hukumu. Haleluya. Ukiwa mtu wa huruma, huruma hii hujitukuza juu ya hukumu. Ukiwa na huruma,
Ni kumaanisha hivi, hautahukumu huyu, hautahukumu huyu. Bwana asifiwe. Haleluya. Huruma yako yaweza kumuokoa dada pale. Huruma yako yaweza kufanya huyu dada akaone mlango, au huyu ndugu akaone mlango. Na kwa kupenda kwako waweza fanya huyo ndugu akaokoke wewe vile ulivyo. Lakini sio kujifanya. Unajua kuna watu sema mimi siwezi changanyika na hawa, na unangoja watu kwako waje kutembelee kweli. Bwana asifiwe kanisa. Wewe ukisikia kila dada wanaenda mahala fulani, wewe mwenyewe unasasakaji kutembea na hao watu. Na wewe ni mama. Bwana asifiwe. Hebu angalia basi wapendelea nani basi. Haleluya. Wacheni tu niguze mahali hapo kidogo. Akina dada wanaenda kutembea mahala fulani. Wewe unataka kwako watu waje, lakini hutaki kwenda kwa wenyewe wewe. My Lord. Bwana asifiwe. Na matatu unaingia na wao. Sijai kuona umetoka sababu fulani ameingia. Bwana asifiwe. Haleluya. Tumebeba watu hata wamejikojolea sisi na gari na kuwapeleka makao nyumbani. Bwana asifiwe. Mtu ananiamuru, "Pastor, nipeleke nyumbani." Hapa waka. Yoko bana. Kidole anafanya hivi hata wewe simamisha. Unaona hivi? Anaamua hata kusumbua pastor, anamwambia amfungulia mlango keti. Na amejikojolea mwanaume. Bwana asifiwe. Ingia. Na kwanza unipatie 100 ninunue unga. Mia ndio hiyo. Ngoja. Kwa duka hapo. Unga. Na kitoka kwa unga akaona sigara. Batonya. Anarudi kwa gari na mkalisha. Nampeleka kwake. Ananiambia hapana, usiniweke pande hii. Hapa nitagogwa. Ukisha hii barabara. Ndio mkubwa. Kwa unyenyekevu tu, gari naenda namweka. Asante, endo salimie mama Kenywa. Lakini nakwambia watu walisema mimi nikiokoka tena sitakuwa kazi. Unasikia? Bwana asifiwe. Baada wiki mbili ama wiki moja namkuta tena nipeleke nyumbani. Sababu ni mtu najua. Sifanyi hivyo nisifiwe. Bwana asifiwe. Sifanyi hivyo ati ndio nionekane mimi mzuri. Huyu ndugu kusema kweli amekataliwa hata na matatu. Kwake atafikaje? Ni mtu najua. Bwana asifiwe. Si mhukumu. Bwana asifiwe kanisa. Si mhukumu. Joyce anamjua. Tushamwombea ndani ya kanisa. Bwana asifiwe. Lakini tena akija amelewa aniambia habari ya unga. Nikamwambia leo sikununuli unga. Sababu anasema nataka kubakia chenchi ya kesho. Kuna mahali nilifika nikamwambia hapana, sasa umezoea. Bwana asifiwe kanisa. Kulienda vile kulienda. Lakini Mungu kwa yote ni mwema. Bwana asifiwe. Kuweni watu wa huruma. Kuweni watu wapenda nao. Kuweni watu wa uyanao radhi. Bwana asifiwe. Jambo hili la siku ya leo, kuweni watu wa kuyana radhi zaidi. Bwana asifiwe. Usibebe huyu ndugu, usibebe yule dada. Mpende kama vile unavyopenda nafsi yako wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Kwa sababu Yesu Kristo alikuja kwa maskini na wahitaji. Mungu Baba na wapende, waangazie ule uso wake leo inaanza. Amen.